asifiwe, mfalme wa utukufu na mwamba wa milele, Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Ninamshukuru Mungu tena kwa sababu ya asubuhi ya leo. Ni mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Yes, ni mapambazuko ya wamtafutao Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa vile ambavyo amekuwa pamoja na sisi tangu tarehe 13 ya mwezi Novemba 2025 mpaka jana ndio tumepata neema ya kufika mwisho kwa kile kipengele ambacho Roho Mtakatifu alikiachilia, au kwa ule ujumbe ambao Roho Mtakatifu alikuwa ameuachilia kuhusiana na nia yake juu ya wanadamu, nia yake juu ya watu, nia yake juu ya kanisa lake. Hatujaangalia sana huko kwa habari ya kanisa, lakini tumeangalia nia yake generally. Tumeiangalia kwa jinsi ambavyo ametupa neema hiyo na Roho Mtakatifu alivyotupeleka maeneo kwa makusudi yake. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa namna ya pekee ambavyo amekuwa akitenda, akisema na kutenda katikati yetu. Jina lake na lihimidiwe mwenyewe. Basi naomba nimshukuru Mungu asubuhi ya leo, alafu tukapate kuendelea na kile ambacho kiko mbele yetu asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, jina lako ni kubwa kuliko majina yote. Asante Mtakatifu kwa sababu wewe sio kwamba ni Mungu kwa sababu umeumba kwa sababu kuna wanadamu duniani. No, wewe ni Mungu tangu asili. Wewe ni Mungu, jina lako ni Mungu, na ndivyo ilivyo na halitabadilika. Nafasi hiyo hakuna ambaye anaweza kukushikilia, hakuna ambaye anaweza kukusaidia hiyo nafasi. Wewe ni wa pekee, Mungu mwenye haki. Asante kwa sababu ya majira na wakati huu tena Mtakatifu. Kwa unyenyekevu mkubwa wa moyoni kabisa nimekuja mbele zako Mungu mwenye haki, nikiomba tena Bwana upokee sifa za mioyo yetu, mfalme, kwa kutupa masaa haya. Lakini Baba yangu, zaidi sana tukiomba ya kwamba Roho wa Bwana, naomba tena kwa mara nyingine, zungumza nami, zungumza na mtu mmoja, zungumza na watu wawili na kundi lako ili Bwana zungumza nao mwenye haki. Bwana wangu, ninakuomba kwamba ukazungumze tena kwa mara nyingine. Tunahitaji kujua, tunahitaji kuelewa zaidi kila wakati na kila namna. Katika jina la Yesu tunakuomba, Roho Mtakatifu wa Bwana, tamalaki Bwana mahali hapa. Wepo wako mfalme ukatamalaki zaidi, katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo, mwamba, mwokozi na nguvu zetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu tena. Mungu ametupa neema ya kuendelea tena na tena. Wakati huu ninasikia moyoni mwangu tu, na kuna kitu ambacho Mungu ameweka, kuna jambo ambalo Mungu ameweka, na jambo hili ni ujumbe mwingine ambao Mungu ameuachilia kwa habari ya nguvu ya ufahamu, nguvu ya elimu, nguvu ya kufahamu. Kwa sababu nguvu au elimu iliyo ndani yako, elimu iliyo ndani ya mtu yoyote, siku zote huwa ndio ina drive maisha yake. Ngoja niseme tena, ile elimu iliyo ndani ya moyo wako, elimu iliyo ndani ya ufahamu wako, hiyo ndio ambayo ina drive maisha yako, whether unajua ama haujui, lakini ina drive maisha yako. So anataka, kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu anataka kuzungumza na sisi ili kutuelewesha, ili kutujulisha nini ambacho tunapaswa kufanya, au tunapaswa kutia bidii kwenye nini ili tuweze kuwa vile ambavyo yeye anataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nataka ujue kwamba elimu ndiyo ambayo inaendesha maisha ya watu, lakini kikubwa cha muhimu cha kuanza nacho ni hiki: mwanadamu anaishi kwenye maeneo mawili kwa wakati mmoja. Yaani mwanadamu yeyote yule anaishi both kwa wakati mmoja, anaishi both at once, kwa maana ya kwamba anaishi spiritual, anaishi physical at once. Yuko rohoni na yuko mwilini, whether anamjua Mungu ama hamjui Mungu, lakini anaishi hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ndivyo alivyoumbwa. Asili yake ni rohoni, huku mwilini ni matokeo ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu yoyote yule asili yake ni rohoni,
huku wanaishi, huku ni matokeo. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo mwanadamu ndiye kiumbe cha pekee ambacho kimepewa nafasi ya kuishi pande zote kwa wakati mmoja. Kinaishi rohoni na kinaishi mwilini kwa wakati mmoja. Yaani ni tofauti na malaika. Malaika wanaishi rohoni tu, mwilini hawaishi mpaka waamue kuonekana, lakini anaweza kuonekana kwa mtu mmoja tu na kwa wakati huo na asionekane tena. So anaishi rohoni tu. Lakini ndio maana Yohana anaposujudu mbele za yule malaika ambaye amesema naye, Yohana wa Ufunuo, Biblia inaeleza vizuri kwamba akamgusa, akamwambia, no, simama kwa sababu mimi ni mjoli. Kwa nini? Mungu alimpa mwanadamu nafasi ya kuwa mkuu, ya kuwa juu zaidi kuliko malaika. Narudia tena, Mungu amempa mwanadamu nafasi ya kuwa juu zaidi kuliko malaika. Nini kinachofanya kwamba tunaonekana kama wadogo au tunajiona kuwa wadogo? Jamani, Bwana Yesu na atusaidie. Ni kwa sababu ya elimu iliyo ndani yetu. Sasa kile ambacho Yesu anataka kufanya ni kuiondoa elimu mbaya ya dunia iliyo ndani yetu, ambayo hiyo imekuwa inatudrive vibaya. Narudia tena, elimu iliyo ndani ya mtu ndio inayoendesha maisha yake. Sasa anachokifanya Yesu ni kuiondoa ile elimu mbaya ya dunia ambayo ndio imejaa ndani yetu, maana kile tunachojua ndicho kinaendesha maisha yetu. Sasa anataka kuiondoa ile elimu mbaya ndani yetu ili aweke elimu njema, elimu ya kwake, elimu ya Mungu ndani yetu. Elimu ya Mungu hiyo ndio inaweza kubadilisha maisha yetu. Kama hatutajua kuhusu Mungu, maisha yetu yatabaki vile vile, hata kama tumemkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Narudia tena, kama hatutapata nafasi ya elimu ya Mungu kuingia ndani yetu, bado pamoja na hayo, hata kama tumemkiri Yesu kwa Bwana Mwokozi wa maisha yetu, bado tutabaki kuwa vile vile, kwa sababu kinachobadili maisha ya mtu ni elimu. Narudia tena, kinachoyageuza maisha ya mtu ni elimu. Ndio maana unaona kadri teknolojia inavyoingia na watu wanavyoendelea kujifunza kuhusu teknolojia, kuna mila, desturi na taratibu fulani za kikabila, za kifamilia zinaendelea kubaki nyuma. Kwa sababu gani? Hata wakati mwingine na lugha za makabila, mother tongues, zinabaki nyuma. Kwa sababu gani? Watu wanaendelea kujua kuhusu utandawazi, kuhusu maendeleo ya kidigitali. Watu tunaendelea kujua. So hii inaendelea kupunguza nini? Baadhi ya mambo. Wanataka ujue kile ambacho tunaendelea kukijua ndicho tunachoendelea kukifanya zaidi kuliko kile ambacho tunakosa kukijua. Anachotaka Yesu ni kuiondoa ile elimu mbaya ambayo imekuwa ndani yetu, ambayo wakati mwingine inatuambia bila hela huwezi kuishi, bila hiki huwezi kuishi, bila hiki huwezi kuishi. Kwa hiyo inatupelekea kumsahau Mungu, tukipambana na vile ambavyo tunaona kwamba ndio vina ulazima. Kile ambacho tunajua ndicho tunachopambana nacho zaidi. Atusaidie Mwokozi Yesu. So anachokitaka ni sisi tupate elimu ya Mungu kwa ukubwa zaidi. Narudia tena, anachotaka ni sisi tupate elimu ya kwake ndani yetu zaidi, kwa nguvu zaidi. Ili nini? Ili tuweze kuishi anavyotaka. Bwana Yesu na atusaidie sana. Hasa mwanadamu, kwa sababu anaishi mara mbili kwa wakati mmoja, kimsingi yeye alipaswa kuishi mambo ya rohoni. Mwanadamu yote duniani, Mungu alipomuumba, alimuumba aishi mambo ya rohoni zaidi kuliko mambo ya mwilini. Sasa nini kinachotokea ni nini? Shida inayotokea iko wapi? Shida inatokea ni kwamba, au shida inayotokea ni nini? Ni kwamba mwanadamu anajua zaidi kuhusu dunia. Anajua zaidi kuhusu dunia na taratibu zake. Hii imepelekea kwamba 90% zaidi ya 90 ya maisha ya mwanadamu yanategemea mambo ya dunia, au anategemea mambo ya dunia. Kwa sababu gani? Ndio anayoyajua. Waswahili wakafika mahali wakasema, heri shetani unayemjua kuliko malaika usiyemjua. Sasa mwanadamu amejua zaidi kuhusu dunia, kwa hiyo yale mambo anayoyajua ndio anayoyafuata zaidi. Mwanadamu anaishi zaidi kuhusu kile anachokijua, anaishi katika kile anachokijua zaidi kuliko kile ambacho hakijui. Yesu na atusaidie sana. Sasa nataka uelewe mambo haya, kwamba kwa sababu hiyo
Mungu anataka tujue zaidi kuhusu yeye, ili badala ya kuishi dunia tumuishi yeye zaidi. Narudia tena, kama elimu ya Mungu, kile kiwango cha elimu ya Mungu kilicho ndani yetu, ndivyo tutakavyoweza kumuishi Mungu hivyo hivyo. Narudia tena, kiwango cha elimu ya Mungu ndani yetu ndicho kiwango cha kumuishi yeye duniani, ndicho kiwango cha kutekeleza anayoyataka duniani. Hatuwezi kwenda zaidi ya hapo. Yesu na atusaidie sana. Ni kama mtu ambaye ameenda shuleni, amesoma mpaka darasa la pili, akaishia hapo. Alafu alipofika darasa la pili akaacha shule pengine kwa sababu mazingira mbalimbali. Huyo mtu hawezi kufanya zaidi ya ile elimu ya darasa la pili. Kwa habari ya darasani, hawezi kufanya zaidi ya ile elimu ya darasa la ngapi? Ya darasa la pili, unless otherwise kukuwe na muujiza ndani yake. No way out. Hakuna zaidi ya hapo. Yesu na atusaidie sana. Tuko kwenye utangulizi wa ujumbe huu. So, nguvu ya ufahamu. Ufahamu au nguvu ya elimu. Elimu ndiyo inayopeleka mtu vile ambavyo, au ndiyo inayomfanya mtu aishi hivyo anavyoishi. Kwa kuwa mwanadamu anaishi zaidi katika mwili, ndio inasababisha anaishi ana muda wake mwingi yuko wapi? Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Iko hivi, mahali ambako mwanadamu anakuwepo muda mwingi zaidi, ndiko ambako anajua vitu vyake zaidi. Kwa mfano, wewe hujawahi kufika Mbeya, hujawahi kufika Nairobi, hujawahi kufika Kampala, hujawahi kufika Nigeria, hujawahi kufika Lagos. Alafu leo hii mtu aanze kukuelezea, ukifika airport ya Lagos, unaenda mbele kidogo, unafanya. Huyo mtu hakuna kitu anakueleza. Kwa sababu gani? You know nothing about Lagos. Hakuna kitu unajua kuhusu Lagos. So, hicho anachokuelezea hakiwezi kukusaidia. Si kama tunakwenda sawa sawa. So, mahali ambako unatembelea mara kwa mara, ndiko ambako unapajua zaidi, hata kama usipofundishwa. Lakini kwa kuwa unapatembelea mara kwa mara, hata haihitaji kuelekezwa, unaweza kujua tu kirahisi. Kwa sababu gani? Unatembelea hayo maeneo mara kwa mara. Maeneo ambayo unakuwa muda wako mwingi unayatembelea, ndio mahali ambako wewe ni mwenyeji. Kama unanielewa, mahali ambako huwa haupatembelei mara kwa mara, hata kama ulifika mara moja na ukaondoka, huwezi kujiita mwenyeji. Huwezi kujiita mwenyeji wa nchi fulani wakati ulifika tu ukaelekea mahali fulani na ukaondoka. Wewe bado ni mgeni. Sasa wewe ni mgeni kwenye hiyo nchi. Sasa ni mgeni kwenye haya maeneo kwa kuwa ulifika mara moja na ukaondoka. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie. Yaani tunajaribu kuweka mifano hii upate kuelewa. Iko hivi. Hakuna namna ambavyo unaweza kuwa mwenyeji pasipokuwa unapatembelea hapo mahali mara kwa mara na kwa muda mrefu zaidi. Kwa hiyo kitakachokufanya ujue huo mji, uelewa hayo mazingira, au kadri kinachosababisha ujue kitu kwa undani zaidi, ni vile ambavyo unakuwa nacho kwa muda mrefu. Huwezi kusema wewe umeshika kitu fulani kwa mara moja tu ukasema nimekijua chote. Haiwezekani. Lakini yule anayekaa nacho mara kwa mara ndiye anajua. Na ndio maana unaweza ukashangaa, hata nikupe na huu mfano. Unaweza ukashangaa wakati hujamuoa huyo dada, alikuwa mtu mmoja very humble hivi na vile, ni mtu ako na humility kubwa na humanity nyingi hivi na vile, yani ni kweli mtu kabisa, ukakubali, ukapenda, ukaoa. Baada ya kuoa unashangaa miezi miwili mitatu, unaona mbona kama huyu sio yule tena, mbona huyu sio yule ambaye nilikuwa nimemuoa. Kwa nini? Ni kwa sababu hii, ulikuwa hujapata nafasi ya kukaa naye muda mwingi. Ulikuwa hujapata nafasi ya kukaa naye. Kuna maeneo ambayo hukuwahi kukaa naye, kwa hiyo usingepata kuyafahamu, usingepata kuyajua. Hukuwahi kukaa naye kwenye mazingira ambayo yanamkwaza, yanamkasirisha, ili uone reaction yake anapokasirika. Lakini pia hukuwahi kukaa naye kwenye mazingira ya kukosa au ya kupata, ili ujue kwamba reaction yake wakati amekosa au amepata nini kinatokea, anakuaga namna gani. So huwezi kumjua. Ili ukijue kitu lazima ukae nacho muda mwingi. Yesu na atusaidie. Naomba tusome kitabu cha Mithali. Sura ni ya 2. Mstari wa kwanza tuendelee hapo. Lakini zaidi sana tafuta ule mstari wa 2. Anasema, mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu,
hata ukatega sikio lako kusikia hekima, ukauelekeza moyo wako upate kufahamu. Unasikia? Ukauelekeza moyo wako upate kufahamu. Naam, ukiita busara na kupaza sauti yako upate ufahamu. Ukiutafuta nini? Ukiutafuta nini? Ufahamu. Kama fedha na kuutafuta kama hazina iliyositirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufahamu, kwa lugha nyingine elimu. Yaani elimu unavyoitafuta, yaani unavyoitafuta ile elimu ambayo unaitafuta kwa bidii. Ni kwa mfano, watu ambao wanafundishwa zaidi, hata kama ni kanisa linalofundishwa zaidi kuhusu demonology, kanisa linalofundishwa kuhusu demonology, baadhi ya washirika wake au asilimia kubwa ya washirika wake, yani members wengi wa hiyo kanisa watakuwa wana pepo. Ngani rudie tena. Watu ambao wanafundishwa zaidi kuhusu demonology ndicho watakachokuwa wanajua, na utakuta hata wao wenyewe kwenye shuhuda zao kila mara ataeleza kuhusu nilikutana na kwa jinsi ambavyo huwa mchungaji wetu anatufundisha au mwalimu wetu huwa anatufundisha, tunajua kabisa ile hali ile ilikuwa ni jini fulani. Hali ndivyo vitu atakuwa anazungumza zaidi. Na mara nyingi utakuta ni watu wanaishi kwenye mapepo. Kwa sababu gani? Ndicho wanachojua zaidi. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Hasa anachotaka Mungu ni sisi tujue zaidi kuhusu yeye. Kwa sababu gani? Tumejua zaidi kuhusu dunia, na inasababisha tunaishi dunia zaidi, na sio mpango wa Mungu. Hii inatupelekea hatuwezi kumuishi Mungu kwa sababu hatujui zaidi kuhusu yeye. Tunajua zaidi kuhusu dunia na mambo yake. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie. Tuko kwenye utangulizi, nguvu ya elimu. Kwa sababu hiyo sasa anasema kama ukiutafuta ufahamu, ukiita busara, ukapaza sauti yako upate kufahamu, tena ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama hazina iliyositirika, hapo ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Inategemea mara nyingi unajifunza kuhusu nani. Mara nyingi unazungumza kuhusu nani? Maana yule ambaye utakuwa unajifunza zaidi kuhusu yeye ndiye utakuwa unazungumza kuhusu yeye. Angalia watu ambao au hata watoto, nikupe mfano wa watoto. Watoto wanaoangalia sana movie na series mbalimbali, wanaangalia seasons mbalimbali, wakuta kwenye story zao muda mwingi wanaelezeana kuhusu hizo seasons, wanaelezeana kuhusu hiyo. Na wako hata watu wazima, hasa kina mama utawakuta wanaelezeana jana kwenye jua kali, sijana sijui kwenye nini, wanaelezeana. Ndicho wanachojifunza zaidi. Hawana kingine kinachojaa ndani yao ila kile wanachojifunza zaidi. Wewe unajifunza zaidi kuhusu kitu fulani, wewe unatembelea eneo fulani, ndivyo unavyoendelea kulifahamu zaidi. Na unaweza kujikuta mara nyingi mkipiga story tu kuhusu maeneo, anakuambia nilienda Lagos mwaka fulani, nilienda Lagos mwaka fulani. Ndicho utakachokuwa unaelezea zaidi, kwa sababu mahali unakokujua. Atusaidie Mwokozi Yesu. Sio rahisi zaidi hapo kuzungumza mahali pengine ambako haupafahamu. Sio rahisi, lakini mtu anazungumzaga zaidi kuhusu mahali anapopajua. Atusaidie Yesu Kristo Mwokozi wetu. Anachotaka sasa, angalia, kwa kuwa mwanadamu ameumbwa aishi pande zote mbili kwa wakati mmoja. Tazama, mwanadamu muda wake mwingi anaishi wapi? Ukijaribu kuangalia, so anajikuta akili yake ina uwenyeji zaidi kuhusu dunia, ina uelewa zaidi kuhusu dunia. Kwa sababu muda wake mwingi hatembelei ulimwengu wa roho, kule ambako ndo asili yake. Huwa mwanadamu hafiki mara kwa mara, anafika mara chache, na hata waombaji wenyewe walio wengi hawafikaji huko mara nyingi. Ndio ni waombaji ni kweli, wanaishia kuombea hapo madhabahuni au nyumbani kwao, wanaishia kuombea hapo na inaishia hapo. Hawaingiaji mara nyingi ndani kwenye ulimwengu wa roho. Ni mara chache sana kuingia kule. Si kama unaelewa? Anawaga hawaingiaji mara nyingi. Wao wanaingia mara chache. So kujua kuhusu Mungu inakuwa kidogo, kuhusu ulimwengu wa roho elimu ile inakuwa ndogo. Ngoja niseme hivi, unaposikia mtu ni daktari bingwa, unaposikia mtu ni daktari bingwa, maana yake ni kwamba
ni daktari bingwa wa ugonjwa, kwa mfano mambo ya mifupa, amejifunza muda wake mrefu zaidi kuhusu mifupa, kwa sababu hiyo ameijua kwa undani, na inakuwa kazi yake nyepesi zaidi kuliko kazi zingine. Kwa nini? Kwa sababu ameijua kwa undani. Ndio kazi anayofanya mara kwa mara, ndicho kitu anachojifunza mara kwa mara. Kwa hiyo inafika mahali tunakimbia sana na tunafanya zaidi mambo ya dunia, kwa sababu elimu ya Mungu ndani yetu ni kidogo. Kinachopelekea tuwe na juhudi katika mambo ya dunia ni kwa sababu elimu iliyoko ndani yetu zaidi ni ya dunia. Tunakuwa na juhudi zaidi kwenye mambo ya dunia kuliko mambo ya kiroho, kwa sababu mambo ya kiroho hatuyaelewi vizuri, hatuyajui, na kitu kadri unavyokosa kukijua ndivyo ambavyo hata na thamani yake inapungua. Kadri ambavyo kitu unashindwa kukijua kwamba hiki ni nini na kina nini, kinafanya nini, thamani yake pia inapungua. Lakini kile unachokijua na kazi yake ndio unajua zaidi, unakiona thamani yake ni kubwa ndani yako. Bwana Yesu natusaidie sana. So kwenye kujua kile unajua ndio kinaendesha maisha yako. Muda wako mwingi kama unaishi zaidi kwenye mwili, utajua zaidi kuhusu mambo ya mwili, na ndio atakayo kuendesha. Na mwili unasema hivi, hili haliwezekani. Lile ambalo mwili unasema au ulimwengu wa mwili unasema haliwezekani, ukilileta kwenye ulimwengu wa roho, unasikia yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. So unaona, kama elimu ya Mungu ingekuwa ndani yako, ungeona ni kweli huku wameshindwa na huku hawawezi, hawataweza, lakini kule kwetu linawezekana. Kwa utashangaa kwamba mambo mengi utakuwa unaambiwa hayawezekani, lakini wewe unaona yanawezekana, kwa sababu elimu ya Mungu iko kubwa ndani yako, iko nyingi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. So muhimu sana kujua na kuelewa kwamba ufahamu wetu, anasema kadri ambavyo tunapata ufahamu kuhusu nani? Kuhusu Mungu. Anasema ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Sasa mara nyingi sana tunayoyajua ni mambo ya dunia. Nisikilize nikwambie, kama usingefundishwa kwamba 1 plus 2 is equal to 2, 1 plus 1 is equal to 2, or 1 plus 2 is equal to 3, 2 times 2 4, kama usingefundishwa haya, na tungekuja sasa hivi hapa tukaenda au tukawepo mahali tusingekuta elimu, tukaamua jamani 1 plus 1 is equal to 11, 1 11, 2 22, 3 33. Kama tungetengeneza huo mfumo, hakuna mtu angeona ni makosa. Kwa sababu gani? Hakuna mtu anayejua zaidi ya hiyo. Kwa hiyo kila ambacho unakijua ndicho kinachokuendesha, ndicho kinachokukimbiza. Wewe unajua kwamba bila hiki haiwezekani, lakini rohoni wanasema hata bila hicho inawezekana. Yesu natusaidie. Hapa ndo utashangaa. Yesu anaambiwa na nyoka, anaambiwa na shetani wakati yuko jangwani, ameenda kufunga, amefunga siku 40, ameenda kule. Wakati yuko kule anaambiwa, kama wewe kweli ndio mwana wa Mungu, geuza jiwe ili iwe mkate. Anaambia hakuna shida, nisikilize, mimi naelewa zaidi. Kwetu ambako ni rohoni, mtu anaishigi bila mkate, anaishi kwa neno la Bwana na anaishi. Lakini mwanadamu wa kawaida pengine ingekuwa rahisi, lakini kwa nini tunarudia tena? Kile ambacho unakijua zaidi ndicho ambacho unakitumikia zaidi sana. Sikiza, Mungu anatutamani na anatutaka sana sisi tuondoke kwenye hali ya kujua zaidi kuhusu dunia, tujue zaidi kuhusu yeye. Itakuwa rahisi kwetu kuishi mambo yake, itakuwa rahisi kwetu kumuishi, itakuwa rahisi kwetu kufanyia kazi maelekezo yake anayoyatoa. Jamani, Yesu na atusaidie. Ni muhimu kujua mwanadamu ni visible 100%, lakini pia ni invisible 100%. Anaishi hivyo mwanadamu, na ndivyo ilivyo. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana.
Akili ya mwanadamu ndiyo ambayo inaweza kukubali ama kukataa. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. So ni muhimu ukajua Mungu anatamani sana na anataka sana tujue zaidi kuhusu yeye. Akili zetu, ufahamu wetu huu wa kawaida upate kumjua yeye. Ukipata kumjua yeye zaidi, yani upate uwe unakutana na mambo yake zaidi, uwe unakutana na yeye zaidi, uwe unamsikia yeye zaidi. Ile elimu ya Mungu inavyokuwa kubwa ndani yetu, ndivyo na nguvu yetu ya ndani ndivyo inavyoongezeka. Nguvu ya imani, nguvu ya kiroho ndivyo inavyoendelea kuongezeka ndani yetu. Lakini kadri ambavyo ile nguvu kadri ambavyo kumjua Mungu kunapungua, na ndivyo na nguvu yetu ya rohoni inavyoendelea kuwa chini. Yesu na atusaidie sana. Kwa nini? Ndivyo ilivyo, ni kanuni. Yesu atusaidie sana. Tutaendelea kuangalia, lakini muhimu sana kujua kwamba elimu ya Mungu kadri inavyokuwa ndogo ndani yetu, ndivyo ambavyo na yale mambo ya kimungu kuyaishi inaendelea kuwa vigumu. Lakini hii inapelekea nguvu yetu ya rohoni inaendelea kuwa ndogo. Ili nguvu yetu iongezeke, lazima tuwe tunajua zaidi kuhusu Mungu. Nguvu yetu ya rohoni inapandishwa au inashushwa na kile tunajua. Ngoja niseme hivi, maisha ya mtu yanaendeshwa na elimu iliyo ndani yake na kile anachokijua. Tena uelewe vizuri, elimu iliyo ndani yako aidha itakufinya ama itakuinua. Kama inaweza kukandamiza elimu iliyo ndani yako au ikakuinua. Yesu na atusaidie sana. Kwa mfano, ukijua kwamba kula chakula cha namna fulani ni mbaya, ni hatari kwa afya yako, hata kama ni kweli ni kizuri na ni bora, ulidanganywa tu, ndio elimu iliyo ndani yako, kweli utajizuia kukila. Kwa sababu gani? Ni elimu iliyo ndani yako. Narudia tena, elimu inaweza kukukandamiza ama kukuinua, inategemea kile unajua. Yesu na atusaidie sana. So elimu ya Mungu inapoongezeka ndani yetu, na nguvu yetu inafanyaje? Inaongezeka ndani yetu. Imani yetu kwa Mungu inaongezeka zaidi. Kadri nguvu yetu, kadri elimu yetu kumhusu Mungu inavyopungua, ndivyo na imani yetu inavyoendelea kufanyaje? Kupungua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tukaombe Mungu asubuhi ya leo. Na tunapokwenda kuomba Mungu asubuhi ya leo, natamani tumuombe Mungu atupe neema ya kumfahamu. 2026 Mungu atupe neema, ufahamu wetu wa rohoni uongezeke. Mungu atupe kumwelewa, Mungu atupe kufahamu zaidi katika jina la Yesu. Mungu atupe kumfahamu, Mungu atupe kumwelewa zaidi. Mungu atupe kuwa na undani, kujua kwa undani. Mungu atupe hii neema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo natamani tuende mbele za Mungu tukapata nafasi ya kuomba leo katika jina la Yesu. Hii asubuhi tunakwenda kuomba Mungu. Tamani sana kwamba kuwe na mafunuo ndani yako, na mtu anapata kumjua Mungu au ile elimu ya Mungu inaingia ndani yake. Kwa mambo kadhaa tutayangalia kesho, na Mungu atatupa neema zaidi. Lakini kumbuka sana kwamba tunahitaji kujifunza zaidi kuhusu Mungu. Tunahitaji kusoma, tunahitaji kutafuta zaidi kuhusu Mungu. Ila kikubwa ambacho kinaongeza ile elimu yetu ni namna ambavyo tunatembelea ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea kuangalia kwa kadri Mungu atupavyo neema. Let's pray this morning. Our Father in heaven, we thank you for this time this morning. Baba, tunakushukuru kwa neema yako. Tena tuko mbele zako katika asubuhi ya leo. Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza na nguvu. Baba, tunakuomba kwamba Mungu mtakatifu, pokea sifa za mioyo yetu tena Bwana asubuhi ya leo. Baba, tumekuja kwako asubuhi ya leo tukiomba neema yako ya pekee ambayo ndani yake tunajua ile neema ndani yake Bwana kumefichwa humo kila kitu ambacho tunakihitaji katika dunia hii. Mungu mwenye haki, ndani ya neema yako kila kitu kimefichwa humo Mfalme. Bwana, tumekuja mbele zako Bwana katika wakati, saa, dakika, majira na sekunde hizi Bwana Mungu mwenye haki, kwa ruhusa yako ambayo Bwana umetupatia asubuhi ya leo kuendelea kuwepo mbele zako Bwana. Baba, tuko mbele zako katika majira haya Mungu mwenye haki, tukiomba kwamba Mungu mtakatifu Bwana tupe neema zaidi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, tunakushukuru kwa vile ambavyo unaendelea kuzungumza na sisi hata alfajiri ya leo tena Bwana umeanza kusema nasi kwa ujumbe mpya Bwana, kwa habari ya ufahamu, kwa habari ya elimu, kwa habari ya Bwana ya kukujua zaidi. Baba, tuko mbele zako katika majira haya, mwenye haki mtakatifu Mungu wetu uketie patakatifu, tuko mbele zako Bwana
tukikuomba Bwana ya kwamba Mungu mtakatifu katupe neema. Baba, hatuache kukuomba kwamba ututengeneze tuwe kile ambacho wewe ulikitaka duniani, kile ambacho wewe ulikidhamiria, kile ambacho wewe ulikitaka Bwana. Baba, hatuachi kukuomba Bwana, tunaendelea kukuomba kwa kuwa hitaji letu ni wewe. Hitaji letu Bwana ni kukuishi wewe duniani, ni kuishi mpango, nia, madhumuni na makusudi yako Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba kwamba Mungu mtakatifu, Bwana wangu na baba yangu, ninakusihi sana Mungu mwenye haki, Bwana wangu na baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, Bwana, tuko mbele zako katika wakati, saa, dakika na majira haya. Bwana, katika alfajiri hii ya leo Bwana Baba, tumekuja kwako tukiomba ya kwamba neema yako ya ajabu Bwana iwe juu yetu. Fanya ukatupatie kibali Baba, ukatutengeneze utakavyo, ukatutengeneze vile upendavyo, vile unavyo kwamba ni vyema, inakupendeza na kufurahisha Mungu mwenye haki. Hivyo ndivyo ukatutengeneze Bwana Baba, tuwe exactly kile ambacho ulikitaka duniani, tuwe matokeo ya kazi yako msalabani Bwana Baba, tupe kuwa kile ambacho Bwana wewe ulitaka tuwe Bwana Baba, kile ambacho ulikidhamiria, ulikusudia na ulitaka tuwe hivyo Bwana, tuwe Mungu mtakatifu, wala isiwe tofauti Bwana. Lakini Mungu mwenye mamlaka, wewe mwenye uwezo na nguvu na utukufu mwingi, tunakuomba Bwana kwamba ukatupe neema, Mungu mwenye haki Baba, ukatuwezeshe katika jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu. Mwokozi wangu na Bwana wangu, ninakuomba sana kwamba mtakatifu Baba yetu, tuko mbele zako katika alfajiri hii ya leo Bwana wangu Baba, tunakuomba katufanyie matengenezo, tukatokee kile ambacho Bwana wewe ulikitaka kiwe, wewe vile ulivyotaka tuwe Bwana, iwe hivyo mfalme ndani yetu, na wala isiwe na utofauti wowote. Lakini Baba, kile ulikusudia, kile ulitaka Bwana, tuwe hicho Mungu mwenye haki, kwa utukufu wako Mungu mwenye mamlaka. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ambaye ulimtuma mwanao wa pekee Yesu Kristo akubali kufa msalabani, na akakubali kuteswa na kuumizwa, kutemewa mate na midomo yenye dhambi, ili apate kutuokoa. Baba, ninataka huyo afaidike, nataka wewe ufaidike Bwana kwa ajili yangu. Ninataka sana Yesu ufaidike Bwana kwa kuwepo kwangu duniani, ufaidike sana kwa kuniweka duniani. Baba, ninakuomba tafadhali, wala usiwe na kimya, usiwe na utulivu kwa habari hii mpaka utakapofanywa Bwana, mpaka utakapohakikisha kwamba unafaidika. Baba, katika jina la Yesu ninakuomba alfajiri ya leo ya kwamba Bwana ukatutengeneze. Wako wanaume na wanawake ambao sasa hivi wananyenyekea miguuni pako Bwana wangu, ninakuomba Baba ukatutengeneze Baba, ukatupe kuwa kile ambacho wewe ulikitaka, ukatupe kuwa kile ambacho ulikikusudia, ulikidhamiria, na ndivyo unavyotaka hata leo. Baba, tutengeneze Bwana wangu Baba, tufinyange kabisa vile upendavyo Bwana, tutokee kile ambacho wewe ulikitaka, katika jina lenye thamani kubwa, takatifu mno, lenye nguvu la Yesu Bwana, mwamba mwokozi na nguvu zetu. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakuomba Baba ukatufanyie matengenezo. Naomba mwili wangu uwe faida kwako duniani Baba, ninakuomba kwamba Bwana mwili huu kutembea duniani Bwana wewe ufaidike katika jina la Yesu. Ufaidike Bwana, wala usijute kwa namna yoyote kwa kuamua kuweka duniani, kwa kuamua kuniweka duniani. Lakini Kristo Yesu, nakuomba kwamba ukajitukuze Baba, nakuomba ukafanye matengenezo makubwa ndani yangu katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zangu Bwana. Baba, ninakuomba sana katika jina lenye thamani kubwa, takatifu mno, lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba Bwana ukatufanyie matengenezo. Yesu, tupe kuwa kile ambacho ulitaka. Yesu, tupe kuwa kile ambacho ulikusudia. Yesu, tupe kuwa kile ambacho ulikidhamiria, kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, hii hatuachi kuomba. Naomba Bwana ukahakikishe kwamba unatukuzwa kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani Baba, kwa namna yoyote ile Lakini Bwana wangu ukatukuzwe sana kwa sababu ya kutuweka duniani Bwana, katika jina lenye thamani la Yesu. Mwokozi, mwamba, nguvu na kila kitu kwetu Bwana, tungali mbele zako katika muda, saa, dakika na majira haya Bwana wangu, tukiomba kwamba mtakatifu Mungu wetu na baba yetu ukatutengeneze, ukatuunde upendavyo. Yesu, tupe kwa kile ambacho Bwana ulikitaka. Lakini Bwana wangu, naomba ukatutengeneze mfalme, naomba utupe kuwa furaha yako duniani
Baba, utupe kuwa shangwe ya moyo wako Bwana wangu na baba yangu. Baba, kumbuka ya kwamba Bwana wangu na baba yangu, wewe ndiwe ambaye unaweza kututengeneza. Baba, tupe kuwa furaha yako duniani, sisi tuwe furaha yako duniani. Bwana, moyo wako ufurahi kwa sababu umetuweka duniani. Moyo wako ufurahi kwa sababu tupo Bwana Yesu. Moyo wako ufurahi kwa sababu umetupa miili hii tunatembea duniani. Bwana wangu na baba yangu, ninakuomba wakatufanyie matengenezo makubwa. Yesu, tupe kukupendeza katika kila wakati, majira sana, dakika, ukatupe kukufurahisha. Bwana, tuwe faida yako. Wewe ufaidike kwa kuwepo kwetu duniani, wewe ufurahishwe kwa kuwepo kwetu duniani. Kristo mfalme, Bwana mwamba, mwokozi na nguvu zetu. Bwana wangu na baba yangu, mimi ninakuomba sana kwamba ukatupe neema Bwana, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu na baba yangu, mimi nakuomba sana kwamba ukatutengeneze katika jina lenye nguvu la Yesu, mwokozi, mfalme, mwamba na nguvu zetu. Roho wa Bwana, tunakuomba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu, rikandarabashaka regedimanda raboshia kahanda riakamando robosheke. Haleluya. Diamazo diamaza diahoza mando regebrizona. Haleluya. Kamando riabasheki yakambrizona mahaza ikipo sheke mahando ragamindo rawasheki yakantamanda rawasheki. Haleluya, my God. Rigamando riobosheki. Haleluya, my Father. Yakatorebeshata. Haleluya, my Father. Libra hazo libra benda Eloi mind raba Eloi mayahaka regamindo raba rege prisota. Haleluya, mazokotema regemanda raba shaka. Eloi 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 lamihana ragosheke. Haleluya, libra handa libra benda libra zoya mano libra zoketema. Haleluya, my Father. Ratamanda rabashaka rokopotemanda. Haleluya, ragamando. Haleluya, haleluya. Radadiamanda radadika regepriya haretema. Haleluya, my Father. Kapotepa. Haleluya, haleluya. Yetetemanda. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. This morning, our Father, we are here before you. Arakatete reketimanda. Haleluya. God, God, God. My Father, my Father. Bwana, asubuhi ya leo Baba, neema yako naendelee kutawala, naendelee kutamalaki ndani yetu Bwana. Weza wako, weza wako. Let your power be manifested within us in the name of Jesus. Bwana, katikati yetu, ndani yetu. Bwana, ndani yetu. Bwana, ndani yetu. Bwana, ukajidhihirishe ndani yetu. Roho wa Bwana, tunaomba ukajidhihirishe ndani yetu katika jina la Yesu mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Fame Bwana, ukajionyeshe. Fame Bwana, ukajidhihirishe katika jina la Yesu Kristo mwokozi. Bwana wangu na Bwana wangu, Baba, tunaomba neema yako mfalme katika jina la Yesu. Bwana, vuta mtu mmoja mmoja waje kwako zaidi Bwana, tukusogelee zaidi, tuendelee kukaa kwako zaidi katika jina la Yesu mwokozi uliye hai. Baba, tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu zaidi Bwana, kwa viwango vipya kila saa kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa viwango vipya kila saa Bwana, kwa viwango vipya kila saa Bwana, kwa jina la Yesu. Yesu, nakuomba tusio watu wa kawaida, tusio watu wa kawaida Bwana, ukajidhihirishe, tupe kukufahamu zaidi Bwana, tupe kukujua zaidi Bwana, tupe kukuelewa zaidi Bwana. Yesu, tunaomba elimu yako tunaingia ndani yetu kwa wingi katika jina la Yesu mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Tunaomba Roho wa Bwana ukadhihirike ndani yetu katika jina la Yesu aliye hai, ukadhihirike ndani yetu katika jina lenye nguvu la Yesu. Roho wa Bwana, tunakuomba ukatujulishe, ukatueleweshe zaidi, tupe kumfahamu zaidi Baba, tupe kukufahamu zaidi Bwana. Yesu mwokozi,
Tunaomba Bwana, kama unavyosema mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 11 mstari wa 27, unasema hakuna mjuaye Baba ila Mwana. Unasema na yote ambaye Mwana anapenda kumfunulia. Baba, tunaomba Bwana, niwe mmoja kati ya wale ambao wewe unapenda kumfunulia kuhusu Baba. Bwana wangu na Baba yangu, ninaomba neema yako. Bwana wangu na Baba yangu, ninakusihi Mungu mtakatifu, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu, neema yako ya pekee, neema yako ya ajabu, katika jina Yesu, na iwe juu yangu, na iwe juu yetu. Bwana wako watoto wanaomba, Yesu nakuomba ukawatokee wale watoto wako tunaokuomba saa hii. Bwana wangu nakuomba ukawaonekanie, Yesu ukadhihirike kwao, ukajionyeshe Bwana katikati yao Mfalme, katika jina la Yesu. Bwana, sasa wameacha usingizi, wanaomba. Roho Mtakatifu wa Bwana kuomba, onekana kwao, onekana kwao, dhihirika kwao kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana kuomba, Baba ukajionyeshe. Wako wengine wanaomba kwa sababu Bwana wako na mahitaji fulani fulani. Bwana wangu nakuomba ukaonekane kwao, Yesu shahidi. Nakuomba wanaofanyia matengenezo, wawe kile ambacho ulikitaka, wawe kile ambacho ulikidhamiria, wawe kile ambacho Yesu ulikikusudia, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu tuna Baba yangu, mimi nakuomba neema yako, neema yako ya pekee, uweza wako Bwana wa ajabu, Yesu na utamalaki, Yesu na utamalaki juu yetu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu, ninaomba neema yako, naomba mkono wako ulio hodari Yesu ukadhihirike ndani yetu, Bwana mabwana, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, naomba fanya matengenezo ndani yetu Bwana. Tena Baba, ninakuomba kwa ajili ya walio wagonjwa, Yesu naomba ukawaguse Bwana, ugonjwa wote ambao uliwapata Yesu naomba ukawaponye, waondolee ugonjwa huo, ikiwa ni paralysis, ikiwa ni kansa, ikiwa ni HIV, Yesu nakuomba ukawaponye, ikiwa ni H. pylori, Yesu waponye Bwana, ikiwa ni yote ile ugonjwa, Yesu naomba ukawaondolee, Yesu tunakuomba ukawaponye kwa jina la Yesu, maana yale ambayo hayawezekani kwa wanadamu kwako yanawezekana. Father, I'm asking for your healing over them in the name of Jesus. Bwana wangu naomba uponyaji wako juu yao. Father, I'm asking for your healing in their body in the name of Jesus. My Father, touch and heal them in the name of Jesus. Na kuomba Bwana ukawaguse, ukawaponye, ponya Bwana, ondoa hiyo maumivu ndani yao. Wengine ni majeraha wameyapata mbalimbali, Yesu naomba ukawagange, naomba ukawaponye. Wengine walifanywa operation, Yesu naomba ukawaponye kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana kuomba uzima wako na uwe ndani yao, neema yako na uwe ndani yao, uwepo wako na uwe ndani yao, uweza wako na uwe ndani yao, tukufu wako uwe ndani yao kwa jina la Yesu. Bwana zaidi tunakuomba, kaa kwetu Bwana Yesu, tunakuhitaji ufanye makao ndani yetu, na tukae ndani yako Yesu. Tupe kukuelewa, tupe kukufahamu zaidi Baba, ukatupe neema Bwana. Uwepo wako utembee nasi, tunataka uweponi mwako Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tunakuomba, ponya walio wagonjwa Bwana, wakumbuke wako watu ambao hawana watoto sasa wanalia, wanaomba Yesu nakuomba, tokea kwao, wapatie watoto katika jina la Yesu. Wape Bwana, fungua matumbo, fungua viuno, fungua ndoa Yesu nakuomba, wape watoto kwa jina la Yesu. Kuna wengine wana mateso kwenye ndoa zao, hali ni mbaya, wamevamiwa na adui wa namna moja ama nyingine. Roho Mtakatifu nakuomba, watetee watu wako na vilio, wana machozi, wafute machozi Bwana, futa machozi yao, waondolee mateso hayo, waondolee maumivu kwa jina la Yesu. Baba ukawakumbuke katika jina la Yesu. Baba ninakuomba uzima wako na uwe ndani yao Yesu. Naomba Bwana ukawaponya, naomba Bwana ukawatie nguvu katika jina lenye nguvu la Yesu. Wasaidie, wawezeshe kusimama imara na kuendelea katika jina la Yesu Kristo. Wanapoondoka kuelekea makazini mwao na wengine majumbani mwao, Roho Mtakatifu Bwana kwamba ukaonekanie Baba, watokee, naomba uwapiganie, naomba tembea na wao vimba wanavyotumia vya usafiri, naomba uwe pamoja na wao Bwana, ukawalinde kwa kila namna na kwa kila hali katika jina la Yesu, wakawe salama mikononi mwako, wakiendelea kukutukuza in the name of Jesus. Amen. Mungu akubariki sana, nikutakia wakati mzuri, ubarikiwe zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Amen.